Viti wa mikoa ya kichama ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema umetoa tamko kali wakilani kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu na kuitaka serikali ya Tanzania kumwachia mara moja pasipo masharti yoyote, wakidai kuwa wamebambikizwa mashtaka ya uhaini yasiyo na msingi wa kisheria. Tamko hilo limetolewa Aprili 22, 2025 likieleza kuwa kukamatwa kwa Lissu muda mfupi baada ya kumaliza mkutano wa hadhara mjini Mbinga mkoani Ruvuma ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kikatiba na kisiasa. Kwa mujibu wa tamko hilo lililowasilishwa na Alfred Daniel Sotoka, mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Rukwa, kwa niaba ya wenye viti wenzake wa mkoa, kukamatwa kwa kufunguliwa mashtaka ya uhaini dhidi ya Lissu ni kinyume na historia ya Tanzania kama taifa linalojikita katika misingi ya haki, uhuru na mapambano dhidi ya ukoloni. Wenye viti hao wamesema kitendo hicho kimeipaka matope nchi ambayo iliwahi kuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa taifa kama Angola, Msumbiji, Afrika Kusini na Malawi. Tamko hilo limeeleza na kudai kuwa serikali imepuuza kabisa dhana ya haki na badala yake imejificha nyuma ya msamiati wa amani kwa lengo la kuwatisha wananchi na kudhibiti wapinzani wake kisiasa. Serikali imezika kaburini msamiati wa uhuru na haki, lakini tunawakumbusha kuwa amani ni tunda la haki na bila haki hakuna amani. Aidha, viongozi hao wameeleza kuwa Chadema itaendelea kusimamia na kutekeleza kampeni yao ya no reform no election, yani bila mabadiliko ya kisiasa na kisheria hakuna kushiriki kwenye uchaguzi bila uoga au kuyumbishwa. Tamko hilo limemalizia kwa kutoa wito kwa kufutwa kwa mashtaka dhidi ya Mheshimiwa Lissu, wakisisitiza kuwa ni ya kisiasa na hayana mashiko kisheria. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.